Balozi wa Ubelgiji afukuzwa nchini Rwanda. Rwanda imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji na imemtaka balozi wa Ubelgiji nchini Rwanda pamoja na wanadiplomasia wengine wote wa Ubelgiji waondoke nchini humo ndani ya saa 48, ambapo imesema sababu za kufikia uamuzi huo ni kwa sababu Ubelgiji ambalo ni taifa la Ulaya limekuwa likizofisha nchi hiyo ya Rwanda wakati mzozo ukiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuzichochea nchi nyingine pamoja na Umoja wa Ulaya iwaweke vikwazo Rwanda. Itakumbukwa juzi rais wa Rwanda Paul Kagame alituhumu Ubelgiji kwa kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine ili iwekwe vikwazo kutokana na mzozo huo, ambapo pia mataifa ya Ulaya yameiwekea vikwazo na makamanda kadhaa wa kijeshi wa Rwanda na wa M23. Rwanda inaituhumu Ubelgiji, mkoloni wake wa zamani, kwa kuunga mkono serikali ya Kongo kabla wakati wa mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvutano wa kidiplomasia baina ya Rwanda na Ubelgiji unazidi kuongezeka siku za hivi karibuni, ingawa uhusiano wao umeanza kudolola muda mrefu, na hata mwezi Februari mwaka huu Rwanda ilisitisha ushirikiano wa kimaendeleo na Ubelgiji, ikilaani kile ilichokitaja kuwa ni kampeni ya uchochezi wa Ubelgiji dhidi ya Rwanda. Umoja wa Ulaya chini ya shinikizo la Ubelgiji haswa umepitisha vikwazo dhidi ya maafisa wa jeshi la Rwanda kutokana na uungwaji mkono wa Rwanda kwa waasi wa M23 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikwazo hivyo vinawahusu watu 9, kampuni moja ya kimataifa nchini Rwanda. Wakati huo Ubelgiji nayo imetangaza kuwafukuza wanadiplomasia wa Rwanda, huku waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Maxime Prévost akielezea kusitishwa kwake na uamuzi huo wa Rwanda, akisema hauna uwiano unaoonyesha kuwa nchi hiyo haipendelei kushiriki kwenye mazungumzo. Ni taarifa kutoka nchini Rwanda. Hatimaye Rwanda imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji na imemtaka balozi wa Ubelgiji nchini Rwanda pamoja na wanadiplomasia wengine wote wa Ubelgiji waondoke nchini humo ndani ya saa 48, ambapo imesema sababu ya kufikia uamuzi huo ni kwa sababu Ubelgiji, ambapo taifa la Ulaya limekuwa likizofisha nchi hiyo ya Rwanda wakati wa mzozo ukiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuchochea nchi nyingine pamoja na Ulaya iwaweke vikwazo Rwanda. M23 haitaki tena mazungumzo ya amani. Kundi la waasi wa M23 limetangaza kuwa halitoshiriki tena katika mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika mjini Rwanda nchini Angola, wakisema chanzo ni vikwazo vilivyotangazwa na Umoja wa Ulaya kwa kiongozi wa M23 na wanajeshi wengine pamoja na makamanda wa jeshi la Rwanda. Hapo awali M23 walithibitisha kuwa watahudhuria katika mazungumzo hayo ya moja kwa moja na serikali ya Kongo, lakini msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani ukiitwa Twitter, akisema vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya vinaathiri kwa dhati mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote. Hatuwezi kushiriki tena katika majadiliano. M23 walikuwa tayari wamekwenda nchini Angola, lakini baada ya vikwazo hivyo wamegoma kushiriki mazungumzo. Kwa upande wa ujumbe unaowakilishwa na DRC tayari umewasili Angola na mazungumzo, ambapo msemaji wa rais ya DRC Felix Tshisekedi amesema wao wako tayari kushiriki katika mazungumzo. M23 ni mojawapo ya makundi yapatao 100 yenye silaha ambazo yamekuwa yakigombea eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mipaka ya Rwanda, ambapo mgogoro umezua vita kubwa na zaidi ya watu milioni 7 wameyakimbia makazi, huku wengine 7,000 wakifariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Umoja wa Mataifa unadai M23 unaungwa mkono na takriban wanajeshi 4,000 wa Rwanda, lakini Rwanda imesema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaotaka kuishambulia Kigali. Ni taarifa kutoka nchini Kongo. Hatimaye kundi la waasi wa M23 limetangaza kuwa halitoshiriki tena katika mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika mjini Rwanda nchini Angola, wakisema chanzo ni vikwazo vilivyotangazwa na Umoja wa Ulaya kwa kiongozi wa M23 na wanajeshi wengine pamoja na makamanda wa jeshi la Rwanda. Hatimaye serikali ya Tanzania atoa kauli hakuna uhaba wa ARV. Serikali kupitia bohari ya dawa MSD imesema imejipanga kukabiliana na changamoto zozote zitakazojitokeza kutokana na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada kwa nchi za Afrika ikiwemo ARV, ambayo Tanzania wametolewa hofu kwamba ARV zipo za kutosha nchini Tanzania.
Akiongea kuhusu mafanikio ya miaka 4 ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan jijini Dodoma, mkurugenzi wa MSD Mavle Tukai amesema kutokana na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa MSD hakuna cha kusubiri, tumekushajipanga na kufanya maandalizi ya kutosha kwa kuzingatia athari zake kwa wananchi. Tumehakikisha tunayo mikataba ya kutosha katika ununuzi wa dawa zote na miradi msonge ikiwemo ARV, vyandarua, chanjo na kadhalika, ambayo inatokana na misaada ya ufadhili wa USAID, ili Marekani ikisitisha misaada wa Tanzania wasiathirike na chochote. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye serikali kupitia bohari ya dawa MSD imesema imejipanga kukabiliana na changamoto zozote zitakazojitokeza kutokana na uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha misaada ya nchi za Afrika ikiwemo ARV, ambayo Tanzania wametolewa hofu kwamba ARV zipo za kutosha nchini Tanzania. Jaji azuia uamuzi wa kufungwa kwa USAID. Jaji Theodore Chang nchini Marekani amezuia utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua zozote za kulifunga shirika la misaada la Marekani USAID, ambapo amesema taratibu za kulifunga shirika hilo huenda zilikiuka katiba ya nchi ya Marekani. Akitoa uamuzi huo, Theodore Chang amesema idara ya ufanisi ya serikali na swaiba wa Donald Trump Elon Musk, ambayo ilifunga shirika hilo, huenda ilikiuka katiba ya Marekani kwa njia nyingi. Jaji huyo ameamuru urejesho uwezo wa kutumia kompyuta na mifumo ya malipo kwa USAID kwa wafanyakazi, wakiwemo wale waliopewa likizo na wale walioachishwa kazi. Uamuzi huo unafanyika katika kesi iliyoahirishwa kwa niaba ya wafanyakazi 26 wa USAID ambao hawakutajwa majina. Wanadai mahakama kwamba Musk sio thabiti katika kuvunja idara ya serikali ya Marekani. Lakini pia katika malalamiko yaliyoainishwa Februari 13 mwaka 2025 mahakamani hapo, mawakili wa wafanyakazi hao wamedai kuwa mamlaka ya Musk sio halali, kwani haijateuliwa rasmi katika wadhifa wa serikali wala kuthibitishwa na seneta wa Marekani, na kuomba shughuli zote za Elon Musk zisimamishwe na kubatilishwa. Itakumbuka USAID ilikuwa ni mmoja wa mashirika ya kwanza kulengwa muda mfupi baada ya Donald Trump kuingia tena White House mwezi Januari na kuamuru kuisimamisha kwa siku 90. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Jaji Theodore Chang nchini Marekani amezuia utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua zozote kufungia shirika la misaada la Marekani USAID, ambapo amesema taratibu za kulifunga shirika hiyo huenda zilikiuka katiba ya nchini Marekani. Rais wa Somalia anusurika shambulio la Al-Shabaab. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amenusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya wanamgambo wao kushambulia gari lake kwa bomu katika msafara wake uliokuwa ukisafiri katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumanne, ambapo maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kwamba Rais Mahmud yuko salama kufuatia shambulio hilo, ambapo mshauri wa Rais Zakaria Hussein kupitia chapisho lake la X pia amethibitisha kwamba rais yuko vizuri na anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Aidha, kundi hilo limethibitisha kufanya tukio hilo, ambapo wanajeshi na wakazi wa eneo hilo walishuhudia shambulio hilo wamethibitisha kuwa msafara wa rais uligongwa, ambapo inatokea miili ya watu 4 waliuawa katika shambulio hilo. Wakati Al-Shabaab wakifanya mashambulizi mara kwa mara nchini Somalia kwa sehemu ya kampeni yao ya miongo kadhaa ya kupindua serikali ya Somalia, shambulio la Jumanne lilikuwa la kwanza kumlenga Mahmud moja kwa moja tangu mwaka 2014 katika muhula wake wa kwanza madarakani, walipomshambulia kwa mabomu hoteli aliyokuwa hakizungumza. Saa chache baada ya shambulio hilo, vyombo vya habari na serikali ya Somalia vilionyesha picha ya rais katika wilaya ya Adan katika eneo la Sabay katikati ya nchi ya Somalia, ambapo vikosi vya serikali vinapambana na mashambulizi ya wiki 3 sasa ya Al-Shabaab. Ni taarifa kutoka nchini Somalia. Hatimaye rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amenusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya wanamgambo wao kushambulia gari lake kwa bomu katika msafara wake uliokuwa ukisafiri katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Rais wa Rwanda na rais wa Kongo uso kwa uso nchini Katari. Rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi wamekutana nchini Katari kwa mazungumzo yao ya kwanza ya uso kwa uso tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Januari mwaka huu. Mkutano umesimamiwa na amiri wa Katari
Sheikh Tamim bin Amir. Ni mkutano ambao unafanyika ikiwa imepita siku moja tangu kundi la waasi wa M23 lijitoe kwenye mazungumzo ya amani nchini Angola, wakidai chanzo ni viongozi wao kuwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya. Kongo inaishutumu Rwanda kwa kutumia silaha na wanajeshi wa Rwanda waunga mkono waasi wa M23 ambao mashambulizi yao yanatumbukiza mashariki mwa Kongo katika mzozo wake mbaya zaidi katika miongo kadhaa, lakini Rwanda inasema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali, ikikana kujiunga na M23. Wakuu wa nchi wamepongezwa na kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa kumaliza mzozo huo, ikiwemo juhudi za upatanishi zinazofanywa Angola na Nairobi, pamoja na mkutano wa pamoja wa East Africa Community, pamoja na mkutano wa SADC uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, Februari 8 mwaka 2025, ambapo viongozi wote wawili walikiri kuunga mkono makubaliano ya kusitisha vita hiyo mara moja baada ya masharti kama maazimio ya mkutano wa Dar es Salaam yaliyoafikiwa yamekubalika, pia juu ya haja ya kuendesha majadiliano yaliyoanzishwa na dola ili kuweka misingi ya amani na amani ya kudumu. Vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimedumu kwa muda sasa, huku madini yakitajwa kama kichocheo kikubwa cha mzozo huo, ambapo imeongezeka haraka tangu Januari mwaka 2025. Maelfu ya watu wameuawa na wengine maelfu kulazimishwa kuyakimbia makazi yao. Ni taarifa kutoka huko Katari. Hatimaye Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi wamekutana nchini Katari kwa mazungumzo yao ya kwanza ya uso kwa uso tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Januari mwaka huu.